Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, uko nami Adam Hussein. Iran inasema mazungumzo yaliyofanyika weekend hii yalikuwa ni magumu lakini yenye manufaa. Ni mazungumzo kati ya Iran pamoja na Marekani, ambayo Iran inasema kwamba wao pamoja na Marekani wamehitimisha mazungumzo ya nyuklia yaliyofanyika Jumapili huko Oman bila ya kuwepo mafanikio ya wazi juu ya mvutano kuhusu suala la urutubishaji wa madini ya urani. Iran haikukubaliana na namna ambavyo Marekani inataka kuhusu suala la kutorutubisha madini ya urani. Hata hivyo, pande zote mbili, Tehran na Washington, zimethibitisha mipango ya kuendelea na mazungumzo zaidi katika siku zijazo. Hii ni duru ya 4 ya mazungumzo yaliyoanza karibu mwezi mmoja uliopita, ikiwa ni ishara ya mazungumzo ya ngazi ya juu zaidi kati ya mahasimu hao wawili tangu Marekani ilipojiondoa kutoka katika makubaliano ya kihistoria ya nyuklia mnamo mwaka 2018 wakati wa muhula wa kwanza wa Rais Donald Trump wa Marekani. Pande zote mbili zimeripoti maendeleo katika duru ya 3 zilizopita, na jana Iran ilisema mkutano huo ulikuwa mgumu sana lakini wenye manufaa, na ni kwa pande zote mbili, Marekani pamoja na Iran. Hii ni kwa mujibu wa afisa mwandamizi wa Washington ambaye ameelezea kuwa nchi yake imetiwa matumaini. Afisa huyo akizungumza kwa masharti ya kutotajwa jina, amesema Marekani imetiwa matumaini na matokeo ya mkutano huo, na kwamba anatarajia kufanyika kwa mkutano mwingine ambapo utafanyika hivi karibuni bila kutoa tarehe maalum, na kwamba itapanga ili kuhakikisha mkutano huo unafanyika. Iran pia imesema wako tayari na wana haki ya kurutubisha madini ya urani. Iran imetetea haki yake ya kurutubisha madini ya urani, na licha ya wasiwasi wa nchi za kimagharibi kuwa wanataka kuunda silaha za nyuklia baada ya kuahirisha mazungumzo ya Marekani kuhusu silaha za nyuklia. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi kupitia ukurasa wake wa X amesema Iran ina kila haki ya kumiliki kikamilifu nishati ya nyuklia, akitolea mfano nchi yake kuwa ni moja ya mataifa yaliyotia saini mkataba wa kuzuia kusambaza silaha za nyuklia NPT. Araghchi amesema kuna mataifa kadhaa yaliyotia saini mkataba huo ambayo yanarutubisha madini ya urani lakini yanazipinga silaha hizo. Chini ya mkataba huo, nchi wanachama zinalazimika kutaja hifadhi zao za nyuklia na kuziweka chini ya usimamizi wa shirika la kimataifa la nishati la atomiki IAEA. Mtazamaji wa The World News, mazungumzo yameendelea kufanyika huko nchini Oman, lakini wakati huu kuna kutokubaliana juu ya masuala ya urutubishaji wa urani, na ni kutokana na kile ambacho Iran haikukubaliana na suala hilo, na ndilo ambalo wakati huu limepangiwa kuzungumzwa wakati mwingine ambapo itapangwa tarehe maalum ya kufanya mazungumzo hayo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.